Karibu tena kwenye Kweli Yote TV kwa majira nyingine, wakati mwingine, tukiwa tunaishi juu ya nchi kwa yale mazuri, sio majira tena ya kuishi mbinguni. Kwa hiyo ni elimu ya maisha kabisa juu ya nchi, katika kufundishwa na yeye kwa utukufu wake. Kwa hiyo karibu mweupe, karibu mweusi, karibu kiongozi, karibu sie kiongozi, karibu wote wa mataifa yote wa imani zote, kwa ajili ya majira ya pekee katika tarumbeta la siku ya mwisho na habari ya kweli kwa ajili ya siku ya hukumu, kwa ajili ya kuhukumu uongo wote. Kwa hiyo kabla ya kwenda moja kwa moja, basi tushukuru kwa ajili ya nafasi ya sisi tena kuwepo kwenye studio, kwenye nguvu ya ambapo nasimama kwa ajili ya Kweli Yote TV, mahali pa wingu la Kweli Yote TV, tupo pamoja. Kwa hiyo tushukuru. Baba mwema mzuri, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya pekee umetupa wewe kwa ajili ya uumbaji wako, mapana yake, marefu yake, kimo chake, watu wote weupe usi wa imani zote, tupo katika kufundishwa na wewe kwa wakati huu, maisha yakiwa yamebadilika kabisa, na ukiwa kwenye majira yako, mwaka wako kwenye utimilifu wa ile siku ya hukumu ambayo ni hukumu kila roho, kila uongo, kila udanganyifu, kila ishara, miujiza, na kufuta na kuondoa kabisa ukabishaji juu ya nchi. Tunakushukuru, yote yametendeka kwa wema. Tupe sikio, tupe nguvu ya nafasi ya sikio kwa ajili ya kukusikia, kukuelewa na kukupokea, ili tufunguke katika kweli yote imetokea. Karibu marafiki tulioumbwa na yeye kwa ajili ya nafasi ya pekee kwa sisi. Sasa leo moja kwa moja ni ile hukumu ya siku ya mwisho iko juu ya nchi, na ina hukumu kila neno ambalo kwa uhalisia la udanganyifu, kwa sababu siku ya hukumu ni ile iliyobeba kwenye utimilifu wa mwaka wenye miezi 9. Ndani yake ndio kuna siku ya hukumu, ndio iliyoanza, na wote waelewe kwamba siku ya hukumu iko ndani ya mwaka wa kweli unaoanzia tumboni kuja juu ya nchi. Bila mwaka hakuna siku ya mwisho. Isaya 61 ile 2, kutangaza mwaka wa yeye aliyetumba na mwaka wa yeye aliyeumba, ambaye ni Kweli Yote, na siku ya hukumu. Kwa hiyo ndani ya mwaka ndio kuna siku ya judgment, na judgment yenyewe ina hukumu uongo wote tuliokuwa tumefundishwa katika majira zote, tukiwepo Babeli kwenye mahali pa unabii. Ndio maana Zekaria 14 ile mstari wa 7, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye aliyetumba, sio mchana wala si usiku, ambapo Zaburi ya Zaburi ya 90 kwamba kwa Baba siku moja kwetu ni miaka 1000. Kwa hiyo siku moja kwake aliiweka tu asifa, yani asielezee, kwa sababu tulikuwa kwenye utumwa, tusingejua, lakini alichotamka hapa ndio yeye. Maana miaka 1000 machoni kwetu ni kama siku ya jana. Kwa hiyo ukienda kwenye Ufunuo 20:1 anakuwa na ule mnyororo aliyebeba utimilifu, yeye mwenyewe Baba, kwa ajili ya kumfunga yule joka na yule nabii wa uongo na yule mnyama na yule kahaba na yule baba uongo na shetani ibilisi audanganyie ulimwengu, amfunge amtupe kwenye ziwa la moto. Ndio sasa kwa ajili ya sisi sote kuelewa na sisi sote kupokea. Kwa hiyo miaka 1000 ina maana kwetu, kwake ni siku moja. Hiyo tulipoteza kwenye majira hii. Majira hii tulipoteza baba kwa baba. Yeremia ile 1:5 kwenye kiganja chake anajua tukiwa na utimilifu wa mwaka wenye miezi 9. Kwa hiyo ni siku 28
mara 9 unapata 252, ile siku ya kila mmoja, ambayo ndio mwaka wa kila mmoja unaanzia ndani. Baada ya kumwacha baba, tukapotelea hapa, tukawa na mara mbili, weupe weusi, wote ni mara mbili, wana miezi 9 na mwaka wenye miezi 12 kwa kila mmoja. Kwa hiyo hii ikawa tumepotea, ndio Babeli akawa anatutumikisha na kahaba akawepo hapa na maisha yakaendelea hapa. Kwa hiyo ndio maana ile maisha ya fotokopi, kwamba leo wewe mwenzangu labda una miaka 10, wamekuongezea miaka 4. Kwa hiyo kwenye miaka 10 unatoa miaka 4, unapata miaka 6. Una miaka 30 unatoa miaka 12. Una miaka 40 unatoa miaka 16. Una miaka 50 unatoa miaka 20. Yaani kwenye mwaka wenye miezi 12 kuna fotokopi ndefu kubwa na mambo mabaya. Kwa hiyo tumetoka sasa, tumekuja hapa kwenye majira ambayo inaanzia ndani, mwaka wenye miezi 9 unaanzia ndani ukiwa na material ya uumbaji kupitia kwa Baba ambaye ndiye kweli yote, kuja na kuingia kwenye juu ya nchi. Kwa hiyo ndio mwaka uliobeba siku ya mwisho, na hiyo siku ya mwisho ni judgment. Inajaji nini? Inahukumu kila neno lisilokuwa kila neno ambalo kwa uhalisia halikuwa linahitajika katika kufanya au kuwa juu ya nchi. Kwa hiyo ule udanganyifu wote, kwa sababu ndio katika hukumu, mapepo, uongo, udanganyifu uliingizwa kwenye nguvu ya majira ya kila tulichokuwa tunatamka. Kwa hiyo kilitengenezwa na kile tulichofundishwa, ina maana likahesabika kuwa kila neno lisilofaa litapokea hukumu. Kwa hiyo ni halisi na ni kweli kwamba kila neno lisilokuwa na maana litapata hukumu. Kwa hiyo ndio hukumu. Ndio maana akasema kwenye mahali pa Ufunuo 14:6 ile sawa, ile 6 mpaka 7. Kisha nikaona ujumbe wa utimilifu ukielezewa katikati ya mbingu, mwenye habari za umilele, injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa mamlaka iliyokuu, mcheni Baba na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Imekuja kwa sababu msingi uliokuwepo ulikuwepo ni wa Babeli, ni wa kabila 12, lugha 12, matunda 12, kabila 12, miezi 12, majina, viti, hasa mitume, simba 12. Kwa hiyo tukawa tumeishi hapa kwenye Yerusalemu iliyokuwa kwa ajili ya Ufunuo 21:10 mpaka 22, na mahali ambapo pa Zekaria 8:12-15. Hii ndio ikawa ibada ya jua na mwezi kupitia Yeremia ile 33:20 ule mstari wa 26. Watu wakawa wanaabudu jua, mwezi. Kwa hiyo wanahukumiwa watu, ibada zote ambazo zilikuwa haziko zimtukuzi Baba, ina maana zinapata malipo kwa wakati huu. Kwa nini? Kwa sababu tayari yuko juu ya nchi. Ukiona mfumo huu, ina maana tayari yuko juu ya nchi. Ufunuo 11:15 kwamba wote wafahamu kwamba hii mamlaka ya juu ya nchi, utawala, ufalme juu ya nchi ambao ulikuwa ni wa kidunia, sasa hivi ni utawala wa Baba. Kwa hiyo mtikisiko juu ya nchi wa yale ambayo unayasikia, unayaona, ni msingi wa dunia umetikisika. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo kutakuwa na utulivu mpaka kila mmoja aweze kujifunza na kupokea na kuweza kufanya badiliko kwa ajili ya yale ambayo anayataka ayafanye. Kwa tunaona sasa kila mmoja
kuifahamu kweli yote, kwa sababu haina namna wote tujifunze ile kweli kupitia hii station Wingu ya Kweli Yote TV. Kwa hiyo inatufundisha sisi sote. Ndio maana akasema hapa kwamba Mathayo 12 ile 36, basi nawaambia kila neno lisilo na maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu yake ya hilo neno siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo kwa namna tulivyoimanishwa, ina maana inahitaji maelezo, inahitaji kufundishwa tena kwa utaratibu wake yeye. Kwa hiyo ukisikia ni wewe unachuzi, kama utachagua kwa ajili ya kufuatana na kweli yote ya yeye Baba Muumba, kwa sababu ndio majira yake, aabudiwe yeye, atuweke kwenye moja. Kwa hiyo Kweli Yote TV sasa ni kazi ya kutuelewesha yeye, akiwa kwa kila wakati hatujapata nafasi hii ambayo yeye mwenyewe ataifanya kama nguvu ya live. Kwa hiyo itakuwa kila siku ni kupata live habari zake kwa ajili ya kujua huo mfumo, kwa sababu unatakiwa kufika kwa kila mmoja juu ya nchi kwa weupe weusi. Kwa hiyo Yohana 16:17 hii ni habari ya Baba. Habari ya Baba ina maana hatujawahi kufahamu kwamba Baba ndio mhukumu juu ya nchi, na akija yeye ndio mwenye judgment. Anasema Yohana 16 ule mstari wa 7, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi atakuja kwenu, na nikienda zangu basi atakuja huyo ambaye ni moyo wa Baba, naye kisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakuniamini. Ndio maana imani, ile nguvu ya imani, upendo, yeye Baba ameondoa, ameleta nguvu ya kuheshimiana. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yeye mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado ningali na mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyahimili sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli ambaye ni moyo wa kweli, ataongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake, na yale ambayo yatakuwa siri basi atawaambia. Sasa anasema yote ile hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi kwa misali, lakini nitawapa wazi habari za Baba. Kwa hiyo Baba ndio utimilifu wake wa yeye kuabudiwa. Baba ina maana ndiye nguvu ya Yohana ile 4 ule mstari wa 23, kwamba alitutafuta sana lakini hatujawahi kupatikana kwa wakati huo, kwa sababu Babeli ndio sasa anatutafuta. Yaani sasa ndio katika kuhubiri kwake, kusema kwake hii kweli yote, basi atawapata wale ambao kwa uhalisia ni haki na ni umbaji. Atakayekataa atasimamishiwa nguvu yake mwenyewe, yeye Baba anayoijua. Lakini saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Yaani wamwabudu kabisa, kwamba waseme kweli kwamba wiki ina siku 7, mwezi una wiki 4, 7 mara 4 28. Hakuna mwezi wa siku 31 kwenye ibada. Kwa hiyo hayo ni maongezeko ya wale waliokuwa wamepewa utawala, na mwaka unaanzia ndani wa ibada. Serikali tutaiachia kwa muda wake, kwa sababu serikali ni watu na watu ndiye serikali. Lakini kwa mahali pa ibada ni pake. Kwa hiyo anataka twende kwenye kweli, ile kweli, kwa ajili ya wale mashetani wasijitukuze na watu wake wasilie. Kwa hiyo ikifika majira hiyo, ina maana maisha ya unabii hayapo. Ezekiel 12:20 ile mstari wa 28, maisha ya unabii. Maisha ya unabii hayatakiwi kuwepo, wala ubashiri wala ishara na miujiza. Nasoma
Mwanadamu, ni misali gani hii mlionayo katika nchi yote, mkisema siku hizo zinakawia na maono yote yatimizwe? Basi waambie hivi, yeye aliyeumba ambaye ni kweli yote asema hivi, nitaikomesha misali, wasiitumie tena katika misali katika nchi. Lakini waambie siku hizo zi karibu na zimefika, na maono haya ni ya kweli. Kwa maana hayatakuwepo tena maono yoyote ya ubatili wala ubashiri wa kujipendekeza katika nyumba ya uumbaji wangu, mahali pa nuru yake. Maana mimi kweli yote, mimi nitasema, na ile kweli nitakayoisema itatimizwa, wala haitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba uliyoasi, nitalinena ile kweli hiyo, nayo itatimizwa, asema yeye kweli yote. Hilo neno, hiyo kweli yake ikanijia tena na kusema, mwanadamu, tazama, hao wa nyumba ya kanisa husema, maono haya ayaonayo ni ya siku nyingi zijazo, naye anatabiri habari za nyakati zilizo mbali sana. Basi waambie, yeye Baba asema hivi, maneno yangu hayatakeulisha tena hata moja, bali kila nitakalolisema litatimizwa. Kwa hiyo amesema ili aondoe utabishaji kwa sisi sote, na ile siku ni yake. Ina maana sasa amekuja bila kujua, kwa sababu alitamka sana na tumefundishwa sana kwenye hizo injili zote za unabii. Tulikuwa tunaambiwa atakuja kama mwizi na hakuna atakayemjua, atakayeona. Sasa amekuja, lakini ametukuta tuko busy. Luka 21 ule mstari wa 34, tumekutwa uumbaji tuko busy. Kwa hiyo inabidi aondoe hiyo akili, atusaidie. Ametukuta tuko busy kweli kweli. Basi jiangalieni, hii Luka 21 ule mstari wa 34. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawaijia ghafla kama mtego na saba. Kwa maana ndivyo itakavyokuwaijilia watu wote wakao juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo hakuna aliyeweka maandalizi, kwa sababu ibada zote juu ya nchi zilikuwa kiunabii, na kama ziko kiunabii, hakuna nabii anayeona, kwa sababu hakuna nabii aliyekuwa ameagizwa ili aje yaseme haya. Wote walikuwa na tabiri. Kwa hiyo ile secret ya siku yenyewe ya utimilifu hakuna, judgment day, hakuna aliyekuwa anajua. Kwa hiyo ndio nayo isikia, ndio maana hukumu sasa ni katika hii kweli. Kwa hiyo hakuna sasa jambo la siri litakalokuwa tena limefichwa, kama alivyosema kwenye Mathayo 10 ile 26. Basi msiogope, kwa maana hakuna neno la siri ambalo halitakuwa wazi, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Nisemalo mimi, niwaambialo ninyi katika giza, nisemeni katika nuru, na masikio na msikialo kwa siri lihubirini juu ya nyumba. Kwa hiyo haya yanatamkwa kwa sababu ni ya kweli, kwa ajili ya kusaidia watu wote, weupe, weusi, mataifa, serikali na viongozi, kuambia kabisa kwamba maisha ya mbinguni yameisha, na maisha ambayo ni kwa ajili ya upendo ambao tulikuwa tunajua kupendana sisi kwa sisi, kama kupendana lugha kwa lugha, kabila kwa kabila, na imani iliyokuwa ya vitu na watu, hizo hazipo. Kwa hiyo kila mmoja sasa ni kuheshimiana. Baba peke yake ndio anabaki kupendwa, yaani mimi na wewe kuipenda ile kweli yote yake, kwa sababu ndio nguvu ya kupata matokeo makubwa. Kwa hiyo sasa hakuna ishara, kali tunavyokwenda ishara hazitakuwepo za mitume, manabii, kwa sababu hawakuagizwa. Ile inasema kwenye nguvu ya Mathayo 12 ile 38 mpaka 42, na ile Mathayo 16 nasoma hapa.
Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akamwambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Wale ishara zitakazobakia hata wewe utaziona, hazitakuwa tena zinafanya kazi, kwa sababu manabii wote kazi wamenyang'anya. Vyote ambavyo vilitumika kutupofusha vyote vinatoka. Kwa hiyo upendo sasa hivi umerudi kwa Baba, kama alivyosema kwenye Nguvu ya Kumbukumbu 6:5 ya kwamba sasa anayependwa ni Baba, na amri iliyo kuu ni yake yeye, sisi kumpenda yeye kwa moyo wetu wote, kwa nguvu yetu yote. Kwa hiyo ile mambo ya kupendana sisi kwa sisi, kwa hiyo imefutwa na yeye Baba, kama vile alivyosema kwenye Mathayo 22 ule mstari wa 37, akawaambia, mpende yeye kweli yote, kwa moyo wako wote, na kwa akili yako yote, na kwa nguvu yako yote. Hii ndio amri. Wazazi amesema hapa. Na ya pili ya bwana hiyo, mpende jirani yako. Sasa hapa alikuwa anasema kumheshimu. Ina maana ni kumheshimu sasa baba ambaye alihusika, ambaye sasa hivi anaitwa Malikia, na mama na baba anaitwa Rafiki, kwa sababu juu ya nchi baba hayupo. Baba ni yule ambaye, kwa sababu maana ya baba ni kweli yote. Sasa kama baba ni kweli yote, sasa mimi na wewe tunaitwa baba nyumbani, na baba ni kweli yote, na sisi tulikuwa ni waongo. Sasa ina maana baba hayupo, tulikuwa tunamchafua. Ndio maana akasema hatutaitwa baba, sasa hivi tutaitwa nani? Marafiki wa kweli yote. Kwa sasa ina maana jambo zuri na la utukufu ni ile Mathayo 7:12, kwamba ukitaka wewe ufanyiwe jambo zuri na mwenzio, na wewe hakikisha unamfanyia. Kwa hiyo judgment ndio iko hapo, kwa sababu dunia walijifunika kwenye kituo cha upendo, wakajifunika kwenye kituo cha imani. Kwa hiyo hakuna aliyekuwa na imani katika kweli, ila katika mambo yasiyofaa. Kwa hiyo ndio maana unaona waliokuwa na nguvu juu ya nchi ni wale wanaotumia nguvu za giza. Kwa hiyo haikuwa rahisi sisi kuyapata yale mazuri kutokana na kile ambacho alikuwa anasema. Ndio maana akasema, je, nitaikuta imani juu ya nchi? Kwa hiyo ameikuta hamna imani na wala upendo haupo. Mathayo 24 yule mstari wa 12, na kwa sababu hiyo, na kwa sababu ya kuongezeka katika maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo haupo. Na Luka 18 ule mstari wa 7 anasema mambo ya imani. Mstari wa 7 mpaka wa 8. Na waambia, atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu ataiona imani duniani? Kwa hiyo hicho kituo, kwa sababu ya ile nguvu ya kufundishwa na Paulo kwamba imani ni mahali ambapo kwenye Ibrania 11 imani chanzo chake ni kusikia. Lakini imani ni nini? Imani ni mambo yatarajiwayo, yaani unakusudia lakini si katika kueshika. Sasa hivi tuna hii huwezi kusema tuna imani tena. Hii tuna mambo ya kweli yako wazi. Kwa hiyo mambo ya imani ni kwamba haujaiona na siku yenyewe ikoje na ina miezi gani, ina siku gani. Kwa hiyo hapo sasa ndio hakuna mambo ya imani. Kwa hiyo ni kweli, tunaishi kwenye kweli yote na tunaishi kwenye kuheshimiana peke yake. Upendo umerudi kwa Baba. Nguvu ambayo ni ya imani imefutwa, kwa sababu hatukuwa na imani, tulikuwa tuna imani ya vitu na watu. Kwa hiyo hayo ndio yale makubwa, kwamba hukumu, kwamba kila tulichokuwa tunatumia tunakiona ambacho tunakitaja na wabaya ndio wanapata faida. Hiyo haiwezekani tena. Sasa hivi kinachowezekana ni wenye haki, uumbaji wake
ustarehe, uumbaji wake utulie, watu wanaompenda aliyeumba ambaye ni kweli yote bila kufahamu, basi na wao wapate furaha, wapate amani, wapate kicheko, wafanye biashara, wafanikiwe, na yale mambo ya mbinguni yasiwepo, kwa sababu amekuja ndio kuturekebishia hayo, ili ufalme wa giza uliokuwa unaambiwa kwamba hapa juu ya nchi ni kwao waondoke, na hawatakiwi kwa sasa hivi. Kwa hiyo jambo jingine zuri ambalo ametusaidia ni kujua maana ya mbinguni. Mbinguni ina maana ni mahali pake, mahali pa level ya juu ya ufahamu. Lakini kulikuwa kuna mbingu ya shetani na mbingu ya Baba ambaye ni kweli yote, ambayo ndio panaitwa mahali pake. Ukisoma kwenye Mika ile 1:2 mpaka 4 utaipata, na Isaya ile 26 ule mstari wa 21. Kwa hiyo maana nyingine ni mbingu, maana ya mbingu. Mbingu ni level ya ufahamu. Kwa hiyo kuna aina nyingi za fahamu. Ndio maana ukisoma kwenye mahali pa Isaya 34 ile 4 anakwambia atafumua mbingu, ataziondoa. Sio mbingu hizi ambazo unaziona ziko juu, hapana. Hata kwenye Ufunuo, mahali pa Ufunuo 21:1 kwamba angalia, anaumba mbingu ya kweli na nchi ya kweli. Zile mbingu za kwanza ina maana ni level ya understanding katika imani zozote zile ambazo zilikuwa. Kwa hiyo hiyo ni maana ya mbingu. Sasa mawinguni, na hapo mawinguni hatukujua, lakini ametuelewesha yeye ya kwamba mawinguni ni yule anayepeleka habari. Zamani tulikuwa tunasema mwinjilisti, lakini sasa hivi walikuwa kaitwa mawinguni, kwamba yule anayepeleka habari ndio kaketi mawinguni na kila jicho litamuona. Kwa hiyo mawinguni ni yule anayepeleka message hii ambayo tayari unaiona ya utimilifu. Wingu nalo ni nini? Na wingu jeupe. Wingu ni habari, lakini wingu jeupe ina maana ni habari ya utimilifu. Hiyo utaiona kwenye mahali pa Ufunuo 14 ule mstari wa 14, na Ufunuo 11 utaiona, na Ufunuo 10 unaiona. Mauti na kuzimu na yeye amejulikana sasa kwamba kuna mauti iliyokuwa ya kulala na mauti ya uongo, lakini zikaunganishwa zote pamoja. Kwa hiyo sasa imetengwa kwamba mauti ya kulala sasa hivi ina maana afanyaye ubaya kwa uhalisia, wengi kutakuwa kuna nguvu ya maangamizi. Kwa hiyo sasa hivi ni kurejea kabisa kwake yeye ambaye kujifunza, kuelewa na kuyafahamu haya. Kwa hiyo mauti na kuzimu kama alivyosema kwenye Isaya 28 ule mstari wa 14 mpaka wa 19 kwamba walijificha kwenye uongo. Kwa hiyo tunaona hata kwenye mahali pa Isaya 25 ile 7 hakuna aliyekuwa anaelewa ule utando uliokuwa umetandwa kwetu. Kwa hiyo akili ilikamatiwa kwa sababu ya yule aliyekuwa anasema baba wa uongo, aliyekuwa akatangulia juu ya nchi kwa mafundisho mbalimbali ya kinabii kwa sababu ya Babeli. Isaya 25 ule mstari wa 7, na katika mlima huu atauharibu uso wa stara uliowekwa juu ya watu wote, na utaji uliotandwa juu ya mataifa. Kwa hiyo mataifa walikuwa wametandwa nguvu ya mauti na kuzimu kwa ajili ya uongo kutofahamika. Hata yule adui wa mwisho hakufahamika. Kukombolewa mauti na kuzimu haukufahamika. Kwa hiyo yote hiyo kwa sababu alijificha, kwa sababu alikuwa hajatokea baba. Baba akitokea ni kweli yote, ina maana anayepambana naye ni uongo. Kwa hiyo uongo hauwezi kupambana na neno. Kwa hiyo kweli anakuja anasimama kama kweli yote, alafu anapambana na yule baba wa uongo kwa ajili ya kufumua ile mifumo iliyokuwepo juu ya nchi ya udanganyifu. Amemeza mauti hata umilele. Kwa hiyo ndio maana sasa kuimeza ina maana ni kuifuta, kama vile kwenye Hosea 14 ile 10 na 13-14. Kwa hiyo tunaona mbingu ile mauti na kuzimu na yenyewe ndivyo ilivyo. Sasa tunaona ameondoa bonde la uvuli wa mauti. Kwa hiyo akiondoa bonde hilo, maficho juu ya nchi yanaondoka. Bonde hilo ni bonde la Matendo 1 mpaka Yuda. Hii
ndio mahali pa maficho ya roho za ishara, roho za miujiza, roho za kila namna, kwa sababu Paulo hakuagizwa. Ukisoma pale, yeye hakuagizwa kwa sababu Yesu alikuja kiunabii, ile Isaya 6:8 mpaka 13. Na kama mitume wake hawakumpokea ile kweli, akiwa anatuonyesha mfumo wa Yerusalemu ya zamani, ina maana hakuna tena ambapo kinawezekana nabii akaja. Ndio maana akasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani juu ya nchi? Na Paulo alikuja kufundisha imani sana, akiwa na koti mahali pa baba wa imani, Yakobo, mahali pa Ibrahimu, ambaye tayari Ibrahimu na yeye si baba ambaye tunaweza kusema kufuata baba wa imani, kwa sababu kama alimuoa Sara akaja kuzaa na Hajiri, akaja kuzaa na Ketura, ina maana hapo nguvu ndani yake itakuwa haipo. Ndio maana hata alipokufa na yeye alienda kuzimu. Kwa hiyo hakuna mahali hapo unaweza kusema kwamba kuna nafuu. Tunaona hapa kwenye Luka ile 16 ule mstari wa 19, akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro, wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlambalamba. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali. Kwa hiyo tunaona hata Ibrahimu, kwa sababu ya lile kosa la Adamu, hakuna aliyewahi kwenda mahali pa kutotumika. Kwa hiyo kila mmoja alitumika kieni. Kwa hiyo hata ile nguvu ya Roho Mtakatifu, hakuna aliyekuwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni bonde la uzuri wa Mungu. Utajifunza mengi kwa sababu yote yako wapi. Ndio maana akasema mahali. Kwa hiyo tunaona kwenye Ufunuo 16 ile 13 tunaona roho chafu zikifanya ishara na miujiza. Kwenye Zekaria 13:2 anasema atakuta zile roho chafu. Kwa hiyo tunaona kwenye uumbaji sasa hakukuwa na hayo ambayo tulikuwa tunaona. Tunaona anaondoa hilo bonde la uvuli wa mauti, ambao Paulo alionekana kama ni mtume aliyekuwa ameagizwa na Yesu, lakini ni mtume aliyekuwa kwenye majira ya Babeli ya miaka 70. Babeli alikuwa na makuhani, alikuwa na watumishi, alikuwa na manabii, alikuwa na watu wengi sana ambao tayari walikuwa na hakikisha kazi hizo zinaendelea. Kwa hiyo Paulo katika fundisho lake lote likaonekana ni nabii wa mataifa, lakini sio hivyo. Kwa tunaona hapa wakikataza kwenye miaka 70. Yeremia 29 ule mstari wa 10 mpaka wa 15. Lakini tunasoma kwenye 10 tuanze. Maana yeye asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia ninyi na kutimiza kila ambacho nilikuwa nimewaambia. Maana mmesema yeye kweli ametuinuliwa manabii huko Babeli. Kwa hiyo tulikuwa tunamsingizia kwamba naye ni mitume
Hawa mitume wote ubiri wao ni unabii, ubashiri, si katika ile kweli ambayo ilikuwa inatakiwa sasa kufahamika. Yeremia 28 ule mstari wa 8, manabii waliokuwepo kabla yangu, zamani zangu na zamani zako, walitabiri habari za nchi nyingi, juu ya falme kubwa, habari ya vita, habari ya mabaya, habari ya tauni. Nabii hapa wametumia nabii, lakini ni kweli yote. Kweli yote atakapotokea na kuanza kusoma hayo maneno yote, huyo ndio atakuwa anaambiwa ni wa kweli, na huyo ndio ataonekana ametumwa. Kwa hiyo mimi kwa uhalisia na kuambia iliyo kweli. Kwa hiyo tafadhali wewe mwenzangu, mweupe, mweusi, mwekundu, sasa ni wakati wa kubadilika. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba tumejua unabii, ubashiri ni roho chafu zilizokuwa zinatenda kazi. Ndio maana amesema majira hii haiwezi kukaa hata moja, kwa sababu zimepotosha watoto wake. Kisha itakuwa katika siku hiyo moja ya yeye ya mwisho, nitakatilia mbali majina ya sanaa katika nchi, yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza nao manabii na roho za uchafu. Kwa hiyo roho zote nyingi zilikuwa roho za uchafu. Kwa hiyo leo sasa nilikuwa nakupa, sasa hivi tunavyoongea leo, amefuta ule uhai uliokuwa unatumika kwenye nguvu za giza na uzima, kwa sababu inaonekana waliokuwa na maisha marefu ni watu wabaya, wenye haki walikuwa hawadumu. Kwa nini walikuwa hawadumu? Kwa sababu kosa la Mwanzo ile 2:23 na 25, ambapo Adam na Hawa walimwacha baba